Kwa nini wafanyabiashara hukwama baada ya kupata wateja wachache wa kwanza? Mara nyingi watu wanapoanza biashara anakuja kwa nguvu, yuko radhi kufanya chochote ili apate matokeo. Kwa hiyo atajifunza, atajiconnect, atajitahidi kuwa na utofauti kwa namna yoyote ile ambayo anaweza, ili mradi tu kuweza kuhakikisha anaweza kuwa na kupata wateja na kupata matokeo. Kwa sababu anakuja na nguvu ya kupata matokeo, ile energy anayokuwa nayo ndio huwa inasababisha kupata matokeo. Kwa maana gani? Kwa sababu anajua sasa sijui kitu, sina mtu wangu wa karibu ambaye ninamwaminia, hakuna mtu ambaye atakuja kunipa mkono wala nini. Kwa hiyo ile hamu na hamasa ya kujifunza ndio huwa inaleta matokeo. Unajua kitu watu ambacho wajui ni kwamba matokeo, kitu unachokiona kinatokea ni kwamba kuna ufahamu ama utaalamu ama ujuzi ambao umetumika hapo. Kama unaona matokeo hajatokea, it means hauna ujuzi huo. So ukiona matokeo mpaka yametokea ni kwamba ulipata ujuzi fulani yakatokea. Kwa hiyo mara nyingi wafanyabiashara huwa wana start pale pale baada ya kupata matokeo ya kwanza, kwa sababu moja tu, alikuwa na nguvu ya soda. Nguvu ya soda ni pale ukifungua kizibo inatoka kwa nguvu afu inaishia pale pale, au hata kabla hujafungua kizibo kitikisa inapata nguvu, inapanda ikifika kwenye kizibo inaishia pale pale. So ni kwamba kwa sababu alipata matokeo kidogo, hayupo tayari kuendelea kujifunza mbinu mpya, namna mpya, na ukuja kwa tofauti na elimu sahihi juu ya vitu ambavyo vinafanyika kwenye soko ili kuwa tofauti. Watu hawafanyi hivyo, hawako tayari kuendelea na kujifunza, kwa sababu amepata wateja wawili watatu, anaona ameshajua kila kitu, kasha master soko, yeye ndo yeye, ana chochote anachofanya. Zaidi ya hapo anakwama. Kuna sentence moja inasema comfort zone ndo sehemu ambapo unaua kila kitu. Kwamba ukishaanza kupata matokeo ukawa comfortable na hali ulionayo, ujue tegemea kuanguka kwa vitu vyote ambavyo unavifanya. Kwa hiyo hii ndo sababu kwa nini wafanyabiashara wengi huwa wanakwama na kufeli njiani baada ya kuwa wameshaanza kupata matokeo. Yaani kwamba ameanza kaenda afanisha njiani, kwa sababu ile hali na shauku ya kujifunza, kuelewa mbinu mpya, kuja na utofauti, creativity anaishia pale pale kwa kitu anachokiamini kwamba hiki ndio kimefanya kazi. Kumbe kilichofanya matokeo ni ile nguvu yake aliyokuwa nayo mwanzo ya kuendelea kupambana.